بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، hii ya leo itakuwa ni majlisi ya tatu katika majalisi zetu za Ramadhani ambazo tumezianza kabla ya kuingia Ramadhani, na hivi sasa tunaongea ishaingia Ramadhani kwa mujibu wa taarifa zilizotufikia kutoka katika daula ya Kiislamu, daula ya tauhidi, al-Mamlakatu al-Arabia al-Saudia, harasaha Allahu tabaraka wa taala wa saira biladi al-muslimin, kwamba mwezi umeandama na wametangaza serikali na kesho Jumatano insha Allah ni Ramadhani ya kwanza. Na katika mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume alayhi salam anasema sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi, fungeni kwa kuonekana kwake mwandamo na mfungulie kwa kuonekana kwake. Na katika lafdhi, idha raaitumuhu fasumu wa idha raaitumuhu aftiru, idha raaitumuhu fasumu wa idha raaitumuhu faaftiru, pindi mtakapouona mwandamo fungeni, na pindi mtakapouona mwandamo wa Shawwali fungulieni. Akasema Mtume alayhi salam katika mwendelezo wa maneno yake, fa in ghumma alaykum, ikiwa mwandamo utajificha kwenu nyinyi mkashindwa kuuona mwezi mwandamo, fa akmilu iddata Sha'bana 30, basi kamilisheni idadi ya masiku ya Shaaban ambayo ni siku 30. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, anabainisha kwamba mwezi wa Ramadhani unaingia na kutoka kwa njia ngapi? Mwezi wa Ramadhani unaingia na kutoka kwa njia mbili, yani kwa njia moja ya hizi mbili. Njia ya kwanza ni kuonekana kwa mwandamo. Ukionekana wa kuingia Ramadhani, basi Ramadhani inakuwa imeingia. Hii njia ya kwanza. Njia ya pili ni njia ya kukamilisha idadi ya masiku 30.
na hawatokamilisha watu masiku 30 isipokuwa pale ambapo hautaonekana, isipokuwa pale ambapo mwandamo hautaonekana. Fa in ghumma alaykum fa akmilu iddata Shaabana 30, ukijificha mwandamo basi kamilisheni idadi ya masiku ya Shaaban ambayo ni siku 30. Kwa hivyo mwezi mwandamo, mwezi wa Ramadhani hauingii na kutoka isipokuwa kwa njia hizi mbili. Na Ramadhani hii ambayo Allah tabaraka wa taala ametuwafikisha mpaka hii leo kufika, na tunamuomba atujalie tuidiriki kesho saumu, innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Kwa upande wetu sisi tumepata taarifa za kuonekana, tumepata taarifa za kuonekana. Mtume alayhi salam aliposema sumu liruyatihi, fungeni kwa kuonekana kwake mwandamo. Kuonekana kwa mwandamo haiwezekani kila mmoja akauona. Watakuwepo watu ambao watauona na watakuwepo wengine hawatauona, watapata taarifa. Na taarifa imma ni za ndani ya mji mmoja, taarifa za ndani ya nchi, au taarifa za ndani ya mkoa, au taarifa za nje ya nchi au za nje ya mkoa, haijalishi, maadam wale ambao hawajauona katika mji wao, ima katika nchi yao au katika mkoa wao, katika kijiji chao, hawajauona, watu wengine katika mkoa mwingine, katika nchi nyingine, katika kijiji kingine wakauona, wakiwapa taarifa wale ambao hawajauona ndani ya muda mwafaka, basi wale ambao watakaofikiwa na taarifa kwamba mwezi umeonekana huko, wajaba alaihim as-sawm, pia inawajibikia watu hao kufanyaje? Kufunga. Hii inaingia katika maana sumu liruyatihi, fungeni kwa kuonekana kwake, au idha raaitumuhu fasumu. Hii haina maana kwamba kila mmoja lazima uone, hapana. Kwa hivyo yapo maneno mengi ya wanachuoni katika sehemu hii, na mimi sitaki kukunjua sana sehemu hii kwa sababu hakuna haja ya kukunjua sana, bali naeleza tu kwa ufupi kwamba mwezi wa Ramadhani unaingia na kutoka kwa njia mbili, imma kwa kuonekana au kukamilisha siku 30. Na katika kuonekana kuna kuona mtu kwa macho yake tayari, na kuna kuona mtu kwa kupewa taarifa kwamba umefanyaje, umeonekana. Kuna kuona bil ikhbar, kwa kupewa habari kwamba mwezi umeonekana, kama alivyoletewa habari Mtume sallallahu alayhi wasallam mara kadhaa, sawa, kwamba mwandamo umeonekana, anafunga Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama anavyosema Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu ya kwamba nilimweleza Mtume sallallahu alayhi wasallam kunako kuonekana mwandamo. Yeye Mtume hajauona, lakini Abdullah ibn Umar alipata taarifa kwamba mwandamo, mwezi umeandama na umeonekana, akamweleza Mtume sallallahu alayhi wasallam, fasamahu Mtume fasama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume alayhi salam akawa amefunga, wa amara an-nasa bisiyamihi, na akawaamrisha watu kufunga kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Idhan kwa hivyo kufunga kwa habari
au kufungulia kwa habari ya kuonekana kwa mwandamo ikiwa nyinyi katika mji wenu hamjauona, ni jambo ambalo lipo kisheria na wala halina ishkali. Ni masuala ya kielimu, na tunapozungumza hivi kwa watu ambao wanasoma vitabu vya kielimu wanaelewa, na si masuala ya kukinzana sawa na kubishana, la, masuala ya kukaa na kueleweshana, maana ni masuala ambayo yanaeleweka kwa wale ambao ni tulabu la ilmi. Kwa hivyo sisi ndio maana baada ya sala nilisimama hapa nikatoa maelezo kwamba tutaswali tarawehe, kwa sababu taarifa za kuonekana mwandamo tayari tumezipata. Hatuna budi isipokuwa ni kuanza tarawehe na kesho biidhnillah kuanza saumu ya kwanza. Sasa mtu anaweza kujiuliza akasema, mbona kuna wengine kesho hawatofunga? Naam, sawa, hiyo kwamba kuna wengine ambao kesho hawatofunga, hiyo haikuhusu wewe. Sawa sawa, hiyo haikuhusu wewe. Wale ambao hawatafunga bila shaka kuna sehemu wameshika, katika kauli za wanachuoni, kwamba fungeni, na kauli zenyewe za wanachuoni haziendi, yani bado hazitoki katika hadithi hii tuliyoisoma, kwamba fungeni kwa kuonekana kwake. Kwa hiyo wako katika wanachuoni ambao wanasema kwamba watu wa mji wasifunge isipokuwa kwa mwandamo wa mji wao, Ipo kauli hiyo ya wanachuoni, watu wa mji kwa maana watu wa nchi au watu wa mkoa wasifunge isipokuwa kwa mwandamo wao, na mji kwa maana ya nchi, bila shaka wanakusudia hivyo. Kwa hivyo kauli hiyo ipo, na wenye kushika kauli hii kwamba sisi hatufungi mpaka tuone katika nchi yetu, la basi, sawa, hakuna kubezana wala hakuna kulembeana maneno, sawa. Madam wameshikamana na kauli ya wanachuoni wakubwa, hakuna maelezo, sawa. Haya ni masuala ya kielimu, lakini pia na wale ambao watakaosema sisi tunafunga kwa taarifa na habari ambazo tunapewa kutoka kokote, pia hakuna kubezana wala hakuna kulembeana kwa maneno. Ni kauli ipo, bali ni kauli zipo za wanachuoni, sawa. Naam. Kwa hivyo ndio maana nikasema mtu anaweza kujiuliza kwamba mbona kuna wengine kesho hawatofunga? Ndio, watakuwepo ambao hawatofunga, lakini kesho kutwa watafunga, sawa sawa. Na wala katika hilo hakuna shida, hakuna ishkali yoyote kwa mwenye kuwahi na mwenye kufanyaje, kuchelewa. Ahamu shay ni kutimiza iddata masiku ya saumu, hadha huwa ahamu shay, kutimiza masiku ya kufunga, ima 29 au 30, sawa sawa, uliwahi au ulifanyaje, ulichelewa. Na kwa hivyo sisi mwenendo wetu ndo tunafunga na kufungua kwa yani kwa kuonekana mwandamo, ima tuone wenyewe au tupewe taarifa, lakini hatuwabezi na hatuwasemi vibaya, sawa, na kuwatani wale ambao watasema sisi kesho hatufungi au hatufungulii mpaka tuuone, hatuwabezi, sawa sawa. Na kama vile ambavyo pia na sisi tunawaambia na wao pia wasiwabeze wenzao. Ni masuala ya kielimu, masuala ya kifiki, masuala ya kifiki, na huu si muda wake wa kuelezea kwa mapana na marefu kama nilivyosema, isipokuwa nilipenda kutoa tanbihi hiyo
na maelezo haya mafupi ili tuweze kuelewana. Na masuala haya ya funga na kufungua hapa kwetu yanaeleweka hivyo. Kwa miaka mingi tunaenda hivyo, si ndio? Na kwa si masuala mageni kwamba sasa inakuwaje. Labda wewe ndio mgeni, labda wewe ndio mgeni, lakini haya masuala ya kwamba hawa wanafunga kwa taarifa wanazozipata sehemu yoyote, na hawa wanasema sisi mpaka tuuone au mpaka tupate taarifa kwa miji ya karibu yetu, zote hizi ni akwali zipo. Sawa, haya masala yapo na tulishayasomesha sana, na miaka ya nyuma watu tumefanya minakasha mingi, mpaka hivi sasa hakuna tena haja ya minakashati. Watu walishaelewa masala yashafanyaje, yashaeleweka, bali tu tunabaki tuna wakati mwingine ikitokea kama hivi munasaba tunakumbushana kwamba jamani, kuna kadha wa kadha wa kadha na tunafanya hivi kwa sababu hivi. Sawa, lakini itakuja kufikia hatua mbeleni itakuwa tena hakuna haja tena ya kuanza kuelezana haya, kwa sababu watu washaelewa, kwa sababu watu mshaelewa. Ila nimependa kueleza hivi kwa sababu mimi ndio kwanza na Ramadhani inanidiriki katika kituo hiki, kwa sina budi lazima niwabainishie watu japo kwa mukhtasari, na kwa sababu durusi tunaendelea nazo za Ramadhani, kwa yote haya tutayabainisha katika mwendelezo na mzunguko wa darasa zetu insha Allahu taala. Kwa unaposema kwamba Mtume anasema alayhi salam ucha Mungu uko kifuani, huku unafanya maovu, sawa, bado hauko sawa, bado hauko sawa. Maana kuna baadhi ya watu wengine ukimnasihi jambo anakuambia shekhe, ucha Mungu kifuani shekhe. Sawa, unampa nasaha kwamba jambo hili halifai, anataka kupinge au kuletee hoja kwa hadithi hii kwamba unaweza ukawa unaniona mimi nafanya haya maovu haya, tunaona mimi nafanya dhambi, lakini inawezekana mimi nikawa ni mwema kuliko wewe. Sawa, ndio katika maana wanazokuwa wanakusudia. Kama usione mimi nakunywa pombe ukanidharau, inawezekana mimi nakunywa pombe lakini nikawa ni mwema kwa Allah kuliko wewe. Ya akhi, kwa maana gani sasa? Ataqwa hahuna, nini maana ya taqwa hahuna? Unaposema ucha Mungu nini maana? Je, umefahamu maana ya ucha Mungu? Hadha ghalat, si maneno ya sawa. Ndio kama maneno ya baadhi ya watu waliopotea, utasikia kwamba mlevi wa Zanzibar ni bora kuliko shehe wa bara. A'udhu billah min hadha al-kalam al-khabith, maneno machafu sana, na haya maneno hayatoki isipokuwa katika kinywa au katika vinywa vya watu wachafu wenye midomo inayonuka. Huwezi kusema haya maneno ukawa na akili timamu kwamba mlevi wa visiwani ni bora, kwa maana ni bora kwa Allah tabaraka wa taala kuliko shekhi wa bara, kwa maana shekhi wa bara yani ni bora walevi wa Unguja na Pemba. Astaghfirullah. Allah awasamehe ndugu zetu wanaoyasema haya maneno, fa innahum yaquluna ma la ya'lamun, bila shaka wanayasema wasioyafahamu, na huenda wanapokuwa wanasema haya maneno akili zao zinakuwa zimecheza kidogo, kwa sababu kuna wakati ubongo unafanyaje, yataghayyar. Ndio wanafikia hatua mtu anasema maneno kama hayo na mfano wake. Wa na'udhu billahi min su'il hal. Si sawa, huwezi kusema kwamba mtu anafanya maasi alafu unasema taqwa hahuna. Nini maana ya taqwa sasa? Taqwa maana yake imtithalu awamirillah, ni kutekeleza maamrisho ya Allah, wajtinabu an-nawahi, na kujiweka mbali na makatazo. Tayeb, wadhālika huwa al-maqsudu al-a'zam bis-siyam. Sheikh anasema na jambo hilo ndio makusudio yaliyokuwa makubwa, yani ndio kusudio lililokuwa kubwa
bisiyami, la kufunga, ndio kusudio lililokuwa kubwa la ibada ya kufunga. Kwa maana al-maqsudu al-a'zam min as-siyam husulu ish at-taqwa, kusudio lililokuwa kubwa la kufunga ni kupatikana nini? Ucha Mungu. Hii ndio hekima iliyokuwa kubwa na faida kubwa ya ibada hii ya kufunga. Walaysa al-maqsudu ta'dhib as-sa'im, na si ati kwamba kusudio la kufunga ni kumwadhibu mfungaji. Hii nukta ya msingi watu wanatakiwa wafahamu. Sheikh ameamua kuiweka kwamba hikma ya kufaradhishwa ibada ya funga ili watu wapate kumcha Allah, na sio kwamba makusudio ya funga ta'dhiba as-saimi ni kumwadhibu yule mfungaji, bitarki al-akli wash-shurbi, kwa kuacha kula na kunywa, wanikahi ay waljimai, na kuacha tendo la ndoa kuwaendea wake zake. Nikahi maana yake ni jimaa, inakusudiwa tendo la ndoa, sio aqdun nikahi, ile kufunga ndoa, nimekuozesha nimeoa. La, hadha jaiz, inafaa kuozeshana mchana wa Ramadhani, sawa. Kilichokatazwa ambacho wanatakiwa watu kujizuia ni kukutana kimwili. Kwa nikahi maana yake aljimaa. Kwa Sheikh anasema sio kwamba makusudio ya kufunga ni kuadhibu wenye kufunga kwa kuacha chakula na vinywaji na kuacha kuwaendea wake zao. La, hekima na faida ni kwamba watu wapate kumcha Allah tabaraka wa taala. Kwa mtu ambaye anapokuwa amefunga asidhani kwamba ameadhibiwa, kwamba kufunga ni adhabu. Mtu anafunga anakuta amekonda, amenyoka hivi mpaka nywele zimesimama, yani adhabu sana. La, kufunga sio adhabu Sheikh. Kufunga sio adhabu, kufunga ni raha. Kufunga ni raha, na ukifunga unapata afya njema, kama tutakavyoona katika mtiririko wa darasa zetu. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, asema mtume alayhi salam, man lam yada qawla az-zuri, mtu yeyote asiacha kusema maneno ya uongo. Man lam yada, mtu yeyote asiacha qawla az-zuri, kusema uongo, wal amala bihi, na kufanyia kazi uongo, wal jahala, na kujitia ujinga. Falaysa lillahi hajatun, basi Allah tabaraka wa taala hana haja kwa mtu huyo, fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, basi Allah tabaraka wa taala hana haja kwa mtu huyo kuendelea kuacha chakula chake na kinywaji chake. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii ameitoa al-Imam al-Bukhari. Idhan Mtume alayhi salam abainisha katika hadithi hii kwamba asiyewacha kauli ya uongo, kusema uongo na kufanyia kazi uongo. Amesherehesha yote haya hapa chini, na kujitia ujinga, kwa maana asiacha mambo ya kijinga hali ya kuwa amefunga. Asiacha kusema uongo hali ya kuwa amefunga. Asiacha kusambaza uongo na kuufanyia kazi uongo hali ya kuwa amefunga, na mambo mengine ya haramu hali ya kuwa amefunga. Falaysa lillahi hajatun, Allah hana haja kwa mtu huyo kuendelea kuacha chakula chake na kinywaji chake. Kwa maana kwamba hadithi hii Mtume alayhi salam anahimiza katika hii hadithi, anamhimiza as-saima, mfungaji, ala tarki al-munkarati, juu ya kuacha mambo yanayochukiza, wal muharramati, na mambo yote ya haram, hala siyamihi, katika kile kipindi anachokuwa mfanyaji amefunga. Katika hii hadithi Mtume alayhi salam anamuhimiza mfungaji
aachane na mambo yote yanayochukiza, mambo yote ya haramu wakati amefunga, min alkadhibi, kama vile kusema uongo, walghibati, na kuteta na kusengenya, wa nahwiha, na mfano wa hayo, kujitoa akili, kutukana na kusema maneno mengine ambayo yasiyofaa, au kufanya matendo ambayo yasiyofaa kisheria hali ya kuwa amefunga. Wadhalika liannahu yunqisu min ajri ibadatihi, kwa sababu mambo hayo yanapunguza ujira wa ibada yake. Haya mambo aliyoyataja Mtume alayhi salam, kusema uongo mtu amefunga, au kufanyia kazi uongo, kufanya vitu vya kijinga, yani mtu anafanya matendo kama vile hana akili imemtoka hali ya kuwa amefunga, na mfano wake. Mambo haya yanapunguza ujira wa funga yake. Lakini hadithi hii haina maana kwamba mtu aliyefunga akafanya haya inatakiwa tumwambie afungulie aende akale. La, haina maana hiyo. Sawa, wako baadhi ya watu wanawashereheshea Waislamu hadithi hii maneno kama hayo, kwamba wewe kama umefunga halafu kasema uongo, basi wewe tu nenda kale, nenda kanywe tu, yani hujafunga na siku hiyo haitohesabika, utalipa. La, si sahihi. Mwanachuoni gani amesherehesha hivyo Sheikh? Sawa, wanachuoni wanasema kwamba hadithi hii inahimiza watu kujiepusha na muharramati qawlan wa amalan hala siyam, katika kipindi cha funga, na haina maana kwamba funga zao zinakuwa zimebatilika na inatakiwa wakafanyaje, wakale, bali hadithi hii inamtahadharisha mtu ajiepushe na mambo ya haramu kwa lengo la kuhifadhi funga yake. Tutabakia hapo kwa leo insha Allah taala. Maelezo haya yaliyobaki ni kidogo, ni mengi na yameshiba kidogo, yanahitaji tafsiri, na sana yanawagusa wengi. Kwa hiyo haya nayaweka kiporo insha Allah kesho panapo majaliwa. Tayeb, wallahu a'lam. Tabakia hapa kwa leo insha Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.